Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Mohamed Ali Kibao, mtoto wa marehemu Ali Mohamed Kibao ambaye mwezi Septemba mwaka 2024 alitekwa, kuteswa na kuuawa kikatili na watu wasiojulikana. Leo hii ningependa nitoe ujumbe mfupi ambao kama tawafikia, mlengwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vile Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natoa hapa kwa namna hii kwa sababu hakuna namna nyingine za mawasiliano kutoka kwa mwananchi kwenda kwa watu waliochukua madaraka ya juu. Dhumuni la ujumbe huu ni mambo makubwa matatu. La kwanza ni kuongea kwa niaba ya familia yetu, ingawa sikuwashirikisha katika kutengeneza ujumbe huu, na vile vile familia ambazo zinapitia madhila kama ambayo tumepitia sisi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. La pili ni kuongelea jinsi ambavyo uoga, simanzi na pengine chuki zinavyojengeka na kutawala kwa watu ambao wanapitia mambo mbalimbali na Watanzania kwa ujumla wanaoona jinsi haya mambo yanavyotokea. La tatu na la mwisho ni kutoa ushauri. Najua kwamba ushauri huu hautasikilizwa pengine au hakuna atakayefuatilia, lakini kila mmoja wetu kama Mtanzania, kama Watanzania tuna haki na vile vile wajibu wa kutoa ushauri kwa wale waliochukua madaraka ya kutuongoza. Ningependa nisisitize pia kwamba sio dhumuni la ujumbe huu kuhamasisha yoyote afanye chochote. Sio dhumuni la ujumbe huu kuhamasisha maandamano. Na sisitiza hilo kwa sababu sitaki akutwe mtu, ndugu yangu au Mtanzania yoyote na ujumbe huu, au anatazama kusambaza ujumbe huu akaambiwa kwamba anasambaza ujumbe wa maandamano. Hapana, hilo sio dhumuni lake. Huu ni ujumbe moja kwa moja, ni message kutoka kwangu binafsi kwenda kama itawafikia kwa rais na vile vile waziri. Nianze na la kwanza. Ni zaidi ya mwaka mmoja sasa tangu mzee Kibao atekwe, kuteswa na kuuawa kikatili. Hatujasikia chochote mpaka sasa kutoka kwenye mamlaka yoyote, pamoja na kufuatilia kwa nguvu sana. Sio tatizo, tumekaa kimya, sio kwa sababu tumeridhika, bali tunaelewa kwamba wakati mwingine haya mambo huwa yanachukua muda mrefu. Na tumeona juzi, tumesisitizwa kwamba na rais na vile vile waziri mkuu, tumesisitizwa kwamba tunaishi katika nchi ya utawala na sheria. Kinachotupa majonzi na pengine wakati mwingine hasira ni kwamba tunaona kana kwamba kuna sheria za aina mbili, zile ambazo zinawalinda tabaka la watawala na nyingine zetu sisi. Nasema hivyo kwa sababu tumeona jinsi nguvu zinavyotumika kukemea na kuzuia na kushughulikia mambo ambayo hayawafurahishi tabaka la watawala. Ukikosoa, tumeona kijana amechana picha ya rais, tumeona kilichomtokea. Tumeona Gwajima ametoka kuuliza, jamani, kwa nini tunatekana na kuuana? Tumeona wote, wala hatuhitaji kuhadithiwa kilichotokea. Tumeona kufungiwa makanisa yake, tumeona kufunguliwa makanisa yake. Tunaona sio kwamba watu ni vipofu na viziwi, tunaona haya yote. Alafu upande mwingine tunaambiwa kwamba kifo ni kifo. Tunaambiwa kwamba hatuongelei waliokufa kwa sababu hatutaki kusherehekea, wakati toka 29 Oktoba mpaka sasa watu pekee waliosherehekea ni walioko serikalini. Tumeona pale bungeni watu wanapiga makofi, wanaapishana, wanapiga picha, tabasamu, furaha kuchukua madaraka. Hakuna Mtanzania ambaye anasherehekea kifo cha Mtanzania mwingine. Na hili linalipelekea kuongelea kipengele cha pili cha ujumbe huu: uoga, chuki na simanzi. Uongozi ambao unakubalika siku zote utapiganiwa na wale wanaoongozwa. Nikupe mfano. Mwaka 2021-22 nadhani, wakati wa vurugu zile za Wamasai, kupigania ardhi na vitu kama hivyo, mimi niliita Tundu Lissu na Maria Sarungi wapumbavu. Nikawambia, acheni pumbavu, nataka kuleta vurugu na taharuki katika nchi na kututenganisha. Wakaniambia, wewe unasema hivyo kwa sababu huelewi kwamba system ndiyo mbovu. Haijalishi aliyekalia kiti ni nani, kama kiti ni kibovu kitavunjika. Haijalishi aliyekalia kiti ni nani. Sikuwaelewa, nikawaacha. Na nadhani wapo wengi kama mimi ambao walikuwa wanasikiliza tu haya mambo, wanaona haya ni husu. Umeona, mpaka yalipotufika sisi.
na kuna wengi ambao walikuwa hawafuatilii siasa mpaka mtu yanapokufika. Sasa kufika haimaanishi tu kwamba ndugu yako au mzazi wako ameuawa, ametekwa, sijui amefungwa. Kukufika pia ni kwamba ile kwamba sasa kuna lockdown, huwezi kutoka kwenda kutafuta riski, huko nako ni kufikwa. Sasa yakisha kufika haya, ndipo unapoanza sasa kuangalia kwa ukaribu zaidi, na unagundua kwamba kweli tuna system ambayo inahitaji marekebisho makubwa sana. Lakini kauli za viongozi wetu, matendo ya viongozi wetu wakati mwingine hayaleti matumaini kwamba haya yatashughulikiwa. Badala yake tunaishi kwenye mazingira ambayo mtu, ndugu yenu, mzazi wenu ameuawa, ndugu, jamaa na marafiki wanaogopa hata kukupa pole. Mpaka sasa kila siku napata mimi maonyo kwamba bana, mwambieni kaka yenu, au unapata ujumbe moja kwa moja, bana kuwa makini. Niwe makini, nimefanya nini? Nimefanya kosa gani? Nimekuja hapa nimetukana mtu, nimekuja hapa kuhimiza mtu vurugu, nimekwenda nikafanya vurugu mahali, naonywa. Hii ndio hali tuliyoitengeneza, kwamba watu hata waliofikwa wanashindwa kuomboleza, wanashindwa kupeana pole kwa sababu ya uoga ambao umetanda. Hapa kweli utawala wa sheria ni upi ambao tunasema tunao? Ndio hali ilivyo. Uongozi uliokubalika utapiganiwa na watu wenyewe, wala hauna haja ya kuhamasisha watu wakakupigania. Watu watakupigania. Ukiona kikundi kidogo cha watu kinaweza kuleta taharuki kama mnavyosema, kinaweza kuleta vurugu katika nchi, ujue kuna tatizo kubwa zaidi. Lazima turudi nyuma, tuangalie, tutathmini, si ndio? Sasa niongelee kipengele cha tatu na cha mwisho, ambacho ni kutoa ushauri. Ushauri kama nilivyosema, sidhani kama tunaongea tu, lakini unajua hakuna atakayesikiliza. Yani inakatisha tamaa sana kwa kweli, lakini nitaongea. Ushauri wangu kuja kwa uongozi na waliochukua madaraka sasa ni yafuatayo. Kwanza, lazima tu acknowledge kilichotokea, na tumeanza na hapo na tume, lakini zaidi ya hayo, kauli tunazozitumia kuhusu haya mambo zinaongea mengi zaidi kuliko hata wakati mwingine hata matendo yale tunayoyafanya. Kauli tunazozitumia, tusiminimize. Wanasema kuminimize, si ndio? Kusema kwamba limeshatokea, sasa tufanyeje, basi tuendelee tu. Huwezi kusema hivyo. Huwezi kuja wewe ukanipiga kofi, ukanipiga ngumi, alafu ukaniambia bana, bahati mbaya imeshatokea, sasa tuendelee tu tusahau, bila ya kuniambia kwa nini ulinipiga ngumi, bila ya kufafanua. Ulitoka huko ulikotoka ukaja ukanipiga kofi, alafu unaniambia eti basi acha tu tuendelee. Kweli lazima turudi nyuma, tuangalie kilichotufikisha hapa ni nini, na tunaweza tumeona mambo haya yalianza kidogo kidogo. Tundu Lissu anapigwa risasi, Azory Gwanda anapotea, Ben Saanane anapotea, Deusdedit Soka anapotea, Mzee Kibao anatekwa, anateswa, anauawa, mwili unatupwa kama mbwa, yanatokea. Tunaona Polepole anapotea. Tunaona sasa. Tukitafuta mchawi, tusiangalie mbali. Shuka tu waziri mkuu, shuka rais kwenye gari, ingia sokoni, ongea na Mtanzania yoyote ambaye yuko tayari kukuambia ukweli. Muulize tumefikaje hapa, atakwambia wote tunajua, wote tunajua. Sasa tu acknowledge basi. Inauma sana mtu kuuliwa ndugu yako, kupoteza ndugu yako, alafu naambiwa kwamba basi tuache tusonge mbele. Hakuna taifa kwenye historia ambalo limeweza kuponya majeraha yake bila ya kukiri makosa yake. Tumeona Rwanda, tumeona Sierra Leone, tumeona Afrika Kusini. Hii ni historia, lazima tujifunze kupitia hayo. Sasa basi, ili nisiwe emotional sana, naomba nimalizie hapo. Kusema kwamba ni muhimu sana turudi nyuma, ni muhimu tu acknowledge iliyotokea, na bila kigugumizi ni muhimu kukemea kwa nguvu kubwa kabisa matukio ambayo Watanzania wanauliza, kwa sababu swali siku zote linarudi pale,
wanaoteka na kuua ni kina nani? Mbona hawashughulikiwi au hata kukemea? Basi tujitahidi. Ushauri wangu kwako, kwenu viongozi mliochukua madaraka, ni kukiri na vile vile kukemea kwa nguvu kubwa kama mnavyofanya kwenye mingine. Ni hayo tu kwa leo. Assalamu alaikum.